Iran, dola kongwe inayoitesa Marekani, Israel na dunia. Nini kilitokea ikawa nchi ya Kishia? Kwa karne nyingi kabla ya kufika kwa Uislamu, eneo la Uajemi ya kale, yaani Iran ya leo, kulikuwa ni moja ya sehemu za chimbuko la ustaarabu mkubwa zaidi katika historia ya mwanadamu. Kwa miaka mingi ilisimama kama dola yenye nguvu, ikishindana hata na dola kuu ya Roma ya Mashariki, yani the Roman Empire. Unakumbuka historia ya vita hiyo kati ya Waajemi wa kale na Warumi, iliyowekwa hata kwenye vitabu vitakatifu ikiwemo Qur'ani, ambapo Waajemi wa wakati huo kabla ya Uislamu waliwashinda Warumi vitani, lakini Mwenyezi Mungu akashusha suratu Rum, yani Warumi, na katika aya zake za mwanzoni tu akatabiri kuwa licha ya kushindwa, Roma itashinda katika miaka michache ijayo, na watu wakasema haiwezi kuja kutokea. Qur'ani ya 30 aya ya kwanza mpaka ya 7 inaeleza: Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum, Warumi wameshindwa. fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, katika nchi iliyo karibu nao, baada ya kushindwa kwao watashinda. fi bid'i sinin, katika miaka michache. lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun, amri ni ya Mwenyezi Mungu kabla yake na baada yake, na siku hiyo waumini watafurahi. binasrillah yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim, kwa nusura ya Mwenyezi Mungu humnusuru amtakaye, naye ndiye Mwenyezi Mungu mwenye kurehemu. Wa'dallah la yukhlifu Allahu wa'dahu walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, ni ahadi ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake, lakini watu wengi hawajui. ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, wanajua hali ya dhahiri ya maisha ya dunia na wameghafilika na akhira. Hiyo ilikuwa ni ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyotimia na kubaki katika kumbukumbu hadi leo. Waajemi wa kale hawakuwa tu watu wa kawaida, walikuwa kama moyo wa ulimwengu uliojaa ustaarabu wa hali ya juu, maarifa na nguvu za kijeshi. Lakini katikati ya ustaarabu huo kulikuwa na moto. Moto huo haukuwa tu wa mwanga, bali ulikuwa ishara ya dini yao ya kale ya Zoroaster, yani Zoroastrianism, ambayo Waarabu wa mwanzo waliita Majusi. Pamoja na kuonekana kuwa na ustaarabu fulani mzuri, lakini wao walikuwa wakiabudu moto. Mungu wao walimuita Ahura Mazda. Lakini kadiri muda ulivyopita, ardhi hii ilikutana na nguvu mpya, Uislamu uliobadilisha Irani milele. Leo Irani inajulikana kama kitovu cha Uislamu wa Kishia duniani, lakini wachache wanajua ukweli huu muhimu kwamba zamani Irani ilikuwa ngome imara ya Uislamu wa Kisuni. Hivyo basi, nini kilitokea hadi ikaanzisha na kufuata Uislamu wa Kishia? Nini kilichosababisha mabadiliko haya makubwa na ya kushangaza? Kabla ya Uislamu, kati ya mwaka 1000 hadi mwaka 1500 kabla ya Kristo, katika maeneo ya Asia ya Kati au mashariki mwa Iran, alitokea mtu wa kipekee aliyejulikana kama Zoroaster,
au Zarathustra. Huyu jamaa hakuwa tu mrekebishaji wa dini, bali alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza katika historia ya kueleza wazi wazo la Mungu mmoja na ulimwengu unaotawaliwa na maadili. Mafundisho yake yalielezea mapambano ya milele kati ya mema na mabaya kupitia Mungu wao waliompa jina la Ahura Mazda, yaani Mungu wa nuru na wema. Kwa mujibu wa mafundisho yake, binadamu alikuwa na uhuru wa kuchagua kati ya pande hizi mbili, mema na maovu au nuru na giza. Na mwisho wa yote angehukumiwa katika maisha ya baada ya kifo. Roho zingevuka daraja la hukumu zinazoelekea aidha katika nuru ya milele au giza la milele. Imani hii iliunda msingi wa ustaarabu wa Kiajemi kwa karne nyingi zaidi. Mnamo mwaka 550 kabla ya Kristo, Waajemi walianzisha dola ya Achaemenid, moja ya falme kubwa zaidi kuwahi kutokea duniani. Baadaye, mwaka 224 baada ya Kristo, ilizuka dola ya Sasanian iliyotawala Iran hadi kabla ya ujio wa Uislamu. Dola hii haikuwa ya kisiasa pekee, ilikuwa ya kidini pia. Mfalme alionekana kama mwakilishi wa nguvu ya kimungu duniani. Kumtii haukuwa tu wajibu wa kisiasa, bali pia ilikuwa ibada. Lakini chini ya nguvu hii kubwa kulikuwa na ufa. Jamii ilikuwa imegawanyika sana. Baadhi ya kazi, hasa za mafundi na wazalishaji, zilionekana kuwa najisi. Watu hawa walitengwa na kudharauliwa. Hasira ilijikusanya kimya kimya. Mvutano ukaongezeka polepole miongoni mwa raia, na siku moja ungepasuka. Kufikia karne ya 7, dola ya Sasanian ilikuwa katika kilele chake. Ilikuwa imeshinda mara nyingi dola ya Warumi ya Byzantine Empire na kuteka miji mikubwa kama Yerusalemu na Misri. Lakini ghafla kila kitu kilibadilika. Vita kali dhidi ya Byzantine Empire zilidhoofisha. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilifuata, vikidumu kwa miaka 14 na kuvunja mamlaka ya kati. Kisha magonjwa ya milipuko yakaua mamia ya maelfu. Uchumi ukaanguka, jamii ikapoteza utulivu wake. Dola ya Sasanian ikashindwa, utabiri ukatimia. Wakati huo huo, nguvu mpya ikaibuka kutoka Arabia, Uislamu. Kuibuka kwa Uislamu na kuanguka kwa Uajemi. Baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, majeshi ya Waislamu yalianza kusonga mbele kuelekea falme mbili kuu, Byzantine na Uajemi. Mnamo mwaka 636 baada ya Kristo, vita muhimu vilipiganwa, vita vya Qadisiyah. Upande mmoja jeshi kubwa la Waajemi lenye maelfu ya askari na tembo wa vita. Upande mwingine jeshi dogo la Waislamu lenye imani na azma isiyoyumba. Mwanzoni hali ilikuwa ngumu kwa Waislamu, lakini walibadilisha mbinu zao. Jeshi la Uajemi likaanguka. Muda mfupi baadaye, mji mkuu wa Tishafon ukaanguka. Upinzani wa mwisho ukavunjwa katika Nehavand mwaka 642 baada ya Kristo. Mfalme wa mwisho Yazdegerd wa tatu akauawa mwaka 651, na hapo dola ya Sasanian, yaani Iran ya leo, ikaisha kabisa. Swali ni je, baada ya Irani wakati huo Sasanian kushindwa na Waislamu na nchi kutekwa, ililazimishwa kuwa dola ya Kiislamu? Jibu ni wazi, hapana. Kinyume na dhana maarufu, Uislamu haukuenea Irani kwa nguvu. Watu walipewa chaguo la ama kukubali Uislamu na kusilimu kwa hiari yao, au kubaki na dini yao ya Majusi au Zoroaster, lakini wawe wanalipa kodi iliyoitwa jizya. Kwa karne nyingi wengi waliendelea kuwa wa Zoroastria. Uislamu ulienea polepole, hasa miongoni mwa tabaka la chini waliovutiwa na haki na usawa uliotolewa na Uislamu. Baada ya miaka 200 hadi miaka 300, wengi wa watu wa Iran wakawa Waislamu. Lakini hapa kuna ukweli muhimu sana. Walikuwa Waislamu wa Kisuni. Mwanzo wa mgawanyiko, Suni na Shia. Mgawanyiko kati ya Suni na Shia haukuanzia Iran, bali ndani ya jamii ya Waislamu wenyewe. Matukio muhimu yaliyochangia mgawanyiko huu, ambayo ni kuuawa kwa Khalifa
Uthman, radhi za Allah ziwe juu yake, mwaka 656 baada ya Kristo. Uongozi wa Khalifa Ali ibn Abi Muttalib karamallahu wajihahu, migogoro na sahaba wa Muawiya, vita vya Sifini, kuibuka kwa makhariji Waislamu waliojitenga, kuuawa kwa Ali Abi Muttalib mwaka 661 baada ya Kristo. Matukio haya yalivunja umoja wa Waislamu na mitazamo miwili ikazaliwa: Sunni na Shia. Sunni, uongozi hukuchaguliwa na umma. Shia, uongozi ni haki ya familia ya Mtume. Karbala, tukio lililobadilisha historia. Mnamo mwaka 680 baada ya Kristo, tukio moja lenye maumivu makubwa katika umma wa Kiislamu lilitokea: kuuawa kwa Hussein ibn Ali, mmoja wa jukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika ardhi ya Karbala. Hussein na kundi lake dogo walizingirwa na jeshi kubwa, walinyimwa maji, wakapigana hadi mwisho na kuuawa mmoja baada ya mwingine. Tukio hili likawa alama ya kupinga dhuluma, chanzo cha hisia na huzuni ya kina, na ingawa lilitokea Iraq, baadaye lingekuwa sehemu ya moyo wa utambulisho wa Iran. Iran inakuwa ya Kiislamu lakini ya Kisuni. Katika enzi ya zama za ukoo wa dola ya Kiislamu ya Abbasidi, Uislamu ulienea kwa kasi Iran. Wasomi wa Kiajemi wakawa viongozi wa elimu ya Kiislamu. Majina kama Imamu Bukhari na Abu Hanifa yaliunda fikra za Kiislamu zilizodumu hadi leo. Iran ikawa kitovu cha ustaarabu wa Kiislamu, hapa bado ikiwa ni ya Kisuni. Lakini mwaka 1501 yanatokea mabadiliko makubwa ya mapinduzi ya Safavide. Kila kitu kilibadilika. Kiongozi kijana Shah Ismail Safavi alitoa mamlaka na kutangaza Iran itakuwa dola ya Kishia. Haya hayakuwa mabadiliko ya polepole kimadhehebu, yalilazimishwa. Watu walishinikizwa kubadilika. Taasisi za Kisuni zilivunjwa, utambulisho wa dini ukabadilishwa, na baada ya muda mabadiliko haya yakawa ya kudumu. Vita na dola ya Ottoman. Irani mpya ya Kishia iliingia katika vita na ilikabiliana vikali na adui yake mkubwa, lakini Muislamu mwenzake, dola ya Kiislamu ya Ottoman, ambayo ni madhehebu ya Kisuni. Mnamo mwaka 1514 katika vita vya Chaldiran, leo Uturuki ya Mashariki, Waothmania waliwashinda dola ya Safaviya, yani Shia, kwa kutumia silaha za kisasa. Mgawanyiko kati ya Suni na Shia ukawa wa kudumu. Baada ya vita, dola kubadilika, kulizaliwa kwa utambulisho mpya. Vizazi vilipita, elimu ilibadilika, ibada zikabadilika, utamaduni ukabadilika pia, na Iran ikawa taifa la Kishia kikamilifu nchi nzima. Utambulisho huu wa Kishia uliendelea hata baada ya kuanguka kwa dola ya ukoo wa Safavid mwaka 1722. Karne ya 20 ilileta mabadiliko makubwa ndani ya Iran, na mabadiliko hayo yalitokana na uingiliaji wa mataifa ya kigeni, ambapo kulianza kuidhoofisha Iran. Ugunduzi wa mafuta ukaongeza mvutano wa kimataifa. Mnamo mwaka 1953 waziri mkuu Mossadegh aliondolewa madarakani, kisha tukio kubwa likatokea: mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 chini ya uongozi wa Ruhollah Khamenei. Iran ikawa jamhuri ya Kiislamu ya Kishia. Mfumo mpya uliunganisha dini na siasa na kuanzisha mamlaka ya kiongozi mkuu, yani supreme leader. Historia hiyo ndefu ndiyo imefanya leo Iran kuwa na nguvu kubwa katika siasa za dunia na ulimwengu wa Kiislamu. Inaungwa mkono na baadhi, inakosolewa na wengine pia. Lakini jambo moja liko wazi: utambulisho wa Iran ni matokeo ya karne nyingi za mabadiliko ya kidola, kijeshi, kisiasa, kidini na kitamaduni. Historia hii ndefu inatufundisha ya kwamba wanaotenda haki na kuishi kwa kufuata misingi ya haki ndio watakaoshinda, na kwamba tofauti za misimamo ya kiitikadi ndio chanzo cha migawanyiko mingi na mikubwa ya kidini, ambayo madhara yake yanarithiwa na vizazi vingi. Safari ya Iran kutoka dola
ya Zoroastrian hadi ngome ya Kisuni hadi taifa la Kishia na hadi adui mkubwa wa Marekani na mshirika wake Israel, ni mojawapo ya mabadiliko ya kushangaza zaidi katika historia ya mwanadamu na yataendelea kwa vizazi vingi vijavyo. Ni simulizi ya kihistoria, ni simulizi ya kijeshi, ni simulizi ya kidini, ni simulizi ya kimapinduzi, ni simulizi ya utambulisho wa taifa lenye msimamo na mapambano yasiyoisha kati ya umoja na mgawanyiko. Na pengine somo muhimu zaidi ni hili: asiyejua historia yake hawezi kujenga mustakabali wake. Naitwa Ibrahim Rajab. Hii ni Global. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.